Isaya amewaona wako kwenye mitambo, wako kwenye mashimo, wako kwenye ngome, wamefungiwa, hawana mwokozi. Ndio maana anasema hapana okoaye wala hapana wa kuwarudisha, hapana asemaye rudisha. Wako kwenye mashimo, wako kwenye mapango, wako kwenye makolongo, wako wamefungwa kwenye miti ya minazi, wako kule, lakini hawana mwokozi. Mungu akaamua atume mwokozi, akaamua Yesu Kristo aje awe mwokozi. Akaja akiwa na macho kama miali ya moto, anaweza kufanya vita na ufalme wowote. Ndio maana yeye anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Anajua ufalme ulio duniani ni wa aina gani, kwa maana kabla haujaja duniani uliwahi kuwepo mbinguni, ufalme wa mashetani. Shetani alikuwa kerubi afunikaye. Yesu anamjua vizuri. Alikuwa na keti kwenye mawe ya moto. Kila jiwe la thamani kilikuwa kifuniko chake, kila jiwe la thamani. Alipokuja duniani, alipolaniwa akawa joka ambalo likiingia ndani ya mtu analukaluka na maisha, analukaluka na tabia, analukaluka na mwenendo, analukaluka na mipango, anakuwa free. Shetani anaitwa joka alukae atemaye moto. Akiruka anatema moto kwenye maisha yako, akiruka anatema moto kwenye kizazi. Kama unabeba mimba zinaharibiwa. Ukianza biashara, shetani anaruka anatema moto. Kama kuna jambo linaanza linateketea, yeye ni joka aliye na moto kinywani, akitema moto. Ndio maana akiingia ndani ya mtu, yule mtu akiongea neno moja tu kwa mtu, yule mtu anaacha imani, yule mtu anarudi nyuma. Yule mtu alikuwa anatii, akiambiwa neno moja tu anaacha kutii, kwa sababu ameambiwa na nyoka atemaye moto. Kuna nyoka atemaye moto kwenye maisha ya watu. Anaweza akaja akakwambia wewe neno, na lile neno likiingia ndani yako linabadilisha kabisa maisha yako. Kulikuwa kuna mwanamke kwenye bustani ya Edeni anaitwa Hawa. Hawa alikuwa anamtii Mungu na mume wake. Alipokutana na huyu nyoka, akaongea naye maneno, akamtemea moto. Ule moyo wa Hawa utii ukapotea, ikaanza tamaa kuingia ndani yake. Akaanza kutamani matunda mbalimbali ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ndipo mauti ikaingia kwenye familia, ndipo mauti ikaingia kwenye ndoa, ndipo mauti ikaingia kwenye kizazi. Kwa nini? Kwa sababu amekutana nyoka. Umekutana jeshi gani la shetani ambalo leo limefanya maisha yako yamekuwa namna hiyo yalivyo leo. Lakini Mungu ashukuriwe, amemtuma Yesu Kristo. Amemtuma Yesu Kristo ili kwamba Yesu Kristo aje duniani akuokoe, awe mwokozi wa maisha yako. Nayasema neno haya kwa maana kuna mtu leo ataokolewa. Kuna mtu ataokolewa leo. Iwe ni uchawi umetengenezwa au mashetani au kuzimu ya namna yote, kuzimu inayotembea ama kuzimu inayoishi, leo itaachilia kila kitu kinachohusu maisha yako kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen.